Majina yangu naitwa Asheri Mdalila, ni afisa ustawi wa jamii na nipo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Daycare au makazi ya kuwalea watoto mchana au vituo vya kuwalea watoto mchana vilianza tangu miaka ya 67 na kanuni zilianza kipindi hiko na mpaka sasa vipo vinaendelea, lakini mwaka 2009 ilitungwa sheria ya mtoto ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa inamwangalia mtoto kwa ajili ya kuona ni jinsi gani vile ambavyo inaweza ikakaa na kumsaidia kumlinda kwa ajili ya usalama wake, haki zake na vitu vingi ambavyo vinaweza vikamfanya mtoto aweze kuwa salama. Na madhumuni makubwa ya kuanzisha daycare kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni kuangalia usalama wa mtoto, kwa sababu wakati mwingine mtoto anapokuwa nyumbani ni vitu vingi ambavyo anavipata, lakini daycares zilikuja wakati ambako sasa kwa kiasi kikubwa wanawake wengi pia walianza kufanya shughuli za kujitegemea na anatoka asubuhi kwa ajili ya kwenda kutafuta. Ikumbuke zamani wanaume ndo asilimia kubwa walikuwa wanaweza kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta kipato, lakini baada ya kuanza harakati za kumkomboa mwanamke katika tamaduni ambazo zilikuwa zinamweka mwanamke chini, wanawake wengi walianza kutoka, inaweza kwa kuajiriwa au kwa kujiajiri, na hiyo ilisababisha watoto ambao walikuwa wanapatikana sasa katika familia kukosa wakati mwingine malezi katika mazingira wanayokaa, au na ikumbukwe kwamba ndugu wengi ambao walikuwa zamani wanaweza kuja na kuishi na watoto walikuwa wanashindwa kupatikana, au wasichana wa kazi wengi na wenyewe baada ya watoto wengi wa kike kuanza kwenda kusoma, pia wasichana wa kazi walianza kukosekana katika hayo maeneo. Kwa hiyo ndo mazumuni makubwa sasa yalipokuja ya vituo kuweza kukaa na kuonyesha jinsi gani vile ambavyo vinaweza vikakaa na kuwasaidia watoto. La kwanza ilikuwa ni kuwalinda watoto ili waweze kupata malezi bora. La pili ilikuwa ni kuwafanya wazazi waweze kuwa huru kwa ajili ya kuweza kutafuta riziki kwa ajili ya familia zao, ikiwezekana na pia kuwahudumia hao watoto. Na jingine ilikuwa ni kwa ajili ya wale watoto kuweza kuchangamana, waweze kuchangamana mapema na waweze kujifunza kutoka kwa wenzao au kutoka kwa walezi ambao wanakuwepo. Kwa hiyo katika kila kituo cha watoto kuna walezi ambao ni maalum wanafundishwa kwa ajili ya kuangalia tabia na mienendo yote ya watoto katika ukuaji wao. Kitu kikubwa kingine ambacho kimesababisha au kimeweza kuanzisha hata hizi daycare pia ni kuwafanya watoto waanze kufanya uchangamshi mapema, uchechemuzi, waweze kuona ni vitu gani muhimu ambavyo wanaweza vikavipata katika mazingira ambapo wanaweza kukutana na watoto wenzao, na ule mchangamano sasa kutokana na tamaduni vile ambavyo unaweza ukawepo. Nategemea na umri, na mara nyingi huwa inashauriwa kuanzia miezi 3 ambapo kuna zile creches katika mazingira yale muhimu. Kuna daycare ambayo inakuwepo kwa mzazi ambaye anafanya kazi katika eneo maalum, labda sokoni kuna daycare ambayo iko jirani ambapo mzazi anaweza akatoka kwa muda fulani kwenda kumnyonyesha mtoto. Maeneo ya kazi kama unafahamu, kwa mfano kuna baadhi ya taasisi ambazo zimeweza kuwa na maeneo ambayo mtoto anapelekwa pale kwa ajili ya kuweza mzazi baada ya muda anaenda kunyonyesha yule mtoto, wakati mtoto kabla ya kuanza kutumia chakula ile miezi 6 au baada ya hapo, kwamba mtoto pamoja na kwamba anapata chakula kwa ajili ya kuongezea, lakini anakuwa pia anaweza kunyonya. Lakini pia kuna hizi daycare ambazo mtoto ambaye ana miaka 2, mtoto ameacha kunyonya na kula chakula, lakini anakwenda kwa ajili ya kutunzwa na kufundishwa vitu muhimu, ikiwemo ni pamoja na kuimba, kucheza, anapata uhuru wa kucheza. Kikubwa ni kuangalia ule ulinzi. Na nyingine ni zile community based katika jamii ambazo zinamfanya yule mzazi aweze nyingi zinakuwa zinaandaliwa na serikali, kwamba katika serikali ya mtaa au kijiji au kitongoji wanakuwa wameweza kuweka sehemu kwa ajili ya watoto kucheza na kusoma na kufanya vitu vingine. Hizo zote zimewekwa kwa ajili ya kuweza kumlinda na kumwangalia mtoto. Kitu kikubwa ambacho tunatakiwa tukitazame ni jinsi gani vile ambavyo mzazi au mlezi anaweza akatambua
aina ya daycare ambayo ni salama kwa ajili ya mtoto wake, kwa sababu katika vitu vyote ambavyo vinafanyika katika mazingira ya kawaida, mzazi anatakiwa jambo la kwanza uulize, sababu yeye sio mzazi wa kwanza. Kuna wazazi ambao wamekuwa wamepeleka watoto mwanzoni, pia kupitia serikali ya mtaa au kwa wataalamu wa ustawi wa jamii ambao wanakuwa wanapatikana katika mazingira ambayo wazazi wanataka. Kwa hiyo mzazi inabidi au mlezi inabidi ufuatilie kwanza kujua utaratibu, aina ya mafunzo yanayofundishwa katika ile daycare, kujua utii, kupata mwongozo na kama umekamilisha taratibu zote na sheria za kuanzisha kituo. Hiyo ya kwanza. Sababu kituo ambacho kimekamilishwa kwa kufuata mwongozo, maana yake ni kwamba kuna ufuatiliaji mkubwa kabisa. Jua kabisa kwamba kituo kimesajiliwa, la kwanza. La pili, chakula ambacho kinakuwa kinatumika. Ukishafuatilia kwa afisa ustawi wa jamii, maana yake ni kwamba utapata na taratibu zote ambazo zinaweza zikafanyika. Kwa hiyo jambo la kwanza. Kingine ni kwamba jengo lenyewe lilivyo. Moja ya vitu vya kutazama na kuangalia ni kituo ambacho kinatakiwa kiwe kimezungukwa na fensi nzuri ambayo inaweza ikamlinda yule mtoto. Ukiingia ndani, kuna sehemu ambazo mtoto anaweza kupata muda wa kucheza, nafasi. Kuna sehemu kubwa ya kucheza na vipengele vitu vinahusiana na michezo ya mtoto kwa ajili ya kuweza kumfanya akachechemua akili yake, mwili wake, anafanyia shughuli zake, kwamba anaweza akamchukua akarudi naye nyumbani, au familia pale nyumbani kama kuna ambaye anaweza akawahi kurudi mapema, anaweza kaenda kumchukua. Kwa hiyo ni aidha au kiwe jirani na mazingira anayoishi, au kiwe jirani na mazingira anayofanyia kazi, anayeshinda kila siku kwa ajili ya kutafuta shughuli zake na kutafuta riziki. Kwa sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009, ulinzi na usalama wa mtoto ni kitu kikubwa sana. Kwa sasa hivi wazazi, tatizo lililotokea, tumezifanya daycare ndio zinatufundishia na kutuelimishia watoto. Tumesahau majukumu yetu. Wazazi wengi akishampeleka mtoto saa 1, na wengine anachukuliwa na basi saa 1, anakutana na mtoto saa 1 usiku, na saa 12 yule mtoto anakuwa ameshinda na mlezi. Tunaamini walezi ambao wameajiriwa katika vituo, lakini ikumbukwe walezi nao ni binadamu ambao wana mambo yao na tamaduni tofauti pia. Kwa maana hiyo, na kikubwa cha kutazama ni jinsi gani vile ambavyo wanatenga muda na watoto. Kuitafuta pesa ni sawa, lakini ikumbukwe unaitafuta pesa kwa ajili ya kuandaa maisha ili watoto wakaje wakae vizuri. Sio kutoka kwamba unatengeneza bomu, baadaye ya kuwa na familia mtoto vizuri, unakuja kutengeneza adui wako baadaye. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mfuatilie mtoto kuanzia anapotoka na anaporudi. Kitu cha kwanza, unakuta mtoto ana mwaka 1.5, miaka 2, mtoto ameenda kwenye kituo alafu anapewa assignment, homework. Hapana. Homework ya mtoto, endelea kuimba wimbo fulani, kesho tutaendelea kuimba wimbo fulani. Endelea kuhesabu, sio dhambi. Endelea kuhesabu mpaka 20. Mtoto kujua kuhesabu maana yake anajifunza pia namba. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni kuhakikisha kwamba mtoto wako pia anapata vitu vipya kila siku, na huo vitu vipya viendane pia na tamaduni zako za wewe mwenyewe. Hilo ni kitu ambacho mzazi inabidi tuangalie sana. Sasa hivi wazazi tunakosea sana kuwaachia majukumu walezi ambao wanakaa na watoto kutwa nzima. Tenga muda wa kukaa na mtoto, tenga muda wa kumsikiliza mtoto, mfanye mtoto awe mwalimu wako pia, ili ujue ni kitu gani anachofundishwa. Kwa mtoto kitu anachofundishwa ndio atatamani kufundisha wewe mzazi au mlezi ambaye unaishi naye. Hilo muhimu sana, la kwanza. La pili, tusiangalie gharama. Maana changamoto pia nyingine ya wazazi au walezi ni gharama kutokana na vile vituo. Sio vituo vyote vyenye gharama kubwa. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia hata zile communities au sisi walezi kuweza kuangalia na kwa umoja wetu kuweza kuanzisha kituo katika eneo ambalo lipo katika mazingira ambayo tunaishi, na kuweza kupata watu maalum kwa ajili ya kuweza kufundisha wale watoto au kuweza kuishi nao na kuwapatia tu michango. Kwa hiyo kikubwa sio kuangalia mtoto kumpeleka sehemu ya hela kubwa. Pia na sisi kwa kiwango kidogo tunaweza kwa kupitia serikali ya mtaa au kijiji tukawa tuna kituo ambacho wazazi au walezi wanaweza kupeleka watoto wao asubuhi, lakini kuhakikisha kwamba wanawafuata mapema ili na pia wao waweze kupata muda wa kuwa nao.